Watazamaji wa Savi Media Live, tupo katika kanisa la KKT Moshono, ni hapa jijini Arusha. Ni katika msiba wa kijana Josia Tobias Alfayo ambaye huyu ana tatizo la Down syndrome. Alifariki dunia baada ya kuanguka katika mtaro siku chache zilizopita na kufariki katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru. Kwa maelezo ya ndugu, jamaa na marafiki ni kwamba kijana huyu alikutwa asubuhi katika mtaro ama kwenye kalavati, huku akiwa amevunjika mguu, akiwa na alama pia katika eneo lake la uso. Taarifa zinaeleza kwamba haifahamiki ni kwa namna gani ambavyo aliweza kuanguka katika eneo hilo na kupelekea yeye hadi kupoteza maisha. Viongozi mbalimbali kwa maana ya viongozi wa vyama vya shirikisho la watu wenye ulemavu, lakini pia viongozi wa chama cha watu wenye Down syndrome mkoa wa Arusha wamefika hapa katika kanisa hili kwa ajili ya kufanya ibada ya mwisho ya kijana Tobias Alfayo. Naitwa Happiness Raphael Kosianga, ni katibu wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu mkoa wa Arusha. Leo tumefika katika usharika huu wa Moshono kwenye mazishi ya mpendwa wetu Josia Tobias Alfayo ambaye ni mwenye ulemavu wa Down syndrome. Kijana huyu amefariki na leo ni mazishi yake. Kwa mujibu wa maelezo ya ndugu zake, wanasema kwamba kijana huyu alikutwa kwenye karavati akiwa ameanguka na alichukuliwa na kupelekwa hospitali, na akiwa hospitali aligundulika kwamba ana sukari na pressure. Kwa hiyo ilishindikana kutibiwa majeraha aliyoyapata ya kuvunjika mguu na jeraha alilopata usoni, na kwa muda aliendelea na matibabu kama wiki moja kwa maelezo ya ndugu, na baadaye alipoteza maisha. Sisi kijambo hili limetushtua sana kwa sababu ya taarifa ambazo tulizipata awali kutoka kwa watu mbalimbali kwamba kijana huyu amefanyiwa ukatili. Lakini hata hili pia ni ukatili, kwamba kama ni amegongwa na pikipiki au na gari na kusukumiwa kwenye karavati na kuachwa usiku mzima mpaka asubuhi, huo ni ukatili mkubwa ambao haufai kwa binadamu. Biblia inasema haki huinua taifa, lakini dhambi ni aibu ya watu wote. Hii ni dhambi ambayo jamii inaipata, lakini taifa inapata dhambi hii ambayo ni aibu, kwamba watu wanaweza kumgonga mwanadamu mwenzake akamuacha kama mnyama. Hata mnyama wakati mwingine hawezi kumwacha kwa jinsi hiyo, na jinsi ambavyo maisha yake yamefupishwa, yamesababishiwa kifo kwa wakati ambao sisi kama watu wenye ulemavu tulikuwa bado tunamhitaji, familia yake inamhitaji, lakini kanisa pia tunamhitaji. Na hili tunalaani kama watu wenye ulemavu, shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu tunalaani mambo haya ambayo yanatokea ya ukatili kwa watu wenye ulemavu, lakini kwa watu wote katika jamii. Ni mambo ambayo yanasikitisha sana, pale ambapo mwanadamu anafanyia mwanadamu mwenzake mambo ambayo hata mnyama hawezi akamfanyia mnyama mwingine. Kwa hiyo ninaomba tu jamii izidi kuelewa kwamba watu wenye ulemavu ni watu kama wao na wana haki kama walivyo na haki watu wengine. Nimuombe sana Mheshimiwa baba yetu mkuu wa mkoa, haya mambo yanayoendelea katika mkoa wetu wa Arusha kuhusiana na watu wenye ulemavu ayasemee neno. Ninaamini kabisa akisema neno moja tu kuna mambo ambayo yanaweza yakafanyika, lakini pia wale watu ambao wanafanya ukatili wakaweza kubainika na sheria zikachukuliwa. Asante sana. Jina langu naitwa Happiness Raphael Kosianga, ni katibu wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu mkoa wa Arusha, inaitwa SHIVYAWATA. Inaunganisha vyama vya watu wa aina zote wenye ulemavu katika mkoa wa Arusha. Asante. Agnes Fred Liza. Mimi ni mzazi wa mtoto mwenye Down syndrome na pia ni mwenyekiti wa wazazi wenye watoto wenye Down syndrome katika mkoa wa Arusha. Tuko hapa katika kanisa la Lutherani la Moshono kwa ajili ya kuhudhuria mazishi ya kijana wetu Tobias ambaye tulipata taarifa zake jana usiku. Kwa
kweli taarifa hizi zilitusikitisha sana. Tumefika hapa kwa ajili ya kuaga mwili wake, na tunapenda kuisisitiza jamii kwa kweli kwa kitendo hichi kilichofanyika. Tunaweza kusema ni kitendo cha kikatili kwa sababu kijana huyu alikutwa kwenye mtaro akiwa ameanguka na amevunjika. Sasa ni kwa sababu yeye hawezi kujitetea, aliachwa pale. Angekuwa anaweza kujitetea labda angepiga kelele, lakini ni kijana ambaye hawezi kujitetea. Alipelekwa katika hospitali ya Mount Meru ambapo mauti ulimkuta pale. Tunaisisitiza jamii jamani, hasa wazazi, kuwa waangalizi wa hawa watoto, kwa sababu pia wazazi wangekuwa wako makini. Huyu kijana alilala kwenye mtaro mpaka asubuhi, usiku ule kutokujua kijana yuko wapi. Tunawasisitiza sana wazazi wawalinde hawa watoto. Hawa ni watoto kama watoto wengine, tuwatunze na tuwalinde jamani. Tunaomba pia serikali pia iangalie ukatili ambao watoto wenye ulemavu wanatendewa. Tuangalie namna ya kuwasaidia na kuwatetea. Hayo ni machache tu ambayo nimeweza kuyaongelea kuhusiana na watoto wenye Down syndrome. Mungu Mwenyezi ndiye asili ya maisha yetu. Mchana wa leo tuko katika nyumba ya mtakatifu. Tuna huzuni kwa sababu ya kuondokewa na mpendwa wetu kutoka maisha haya, na nafsi zetu zinafadhaika kwa sababu sisi ni wanadamu. Lakini Yesu Kristo ametupa matumaini kwamba kila anayekuamini wewe hajapokufa atakuwa anaishi tena. Tunajua mwenzetu hajapotea, lakini amekuja nyumbani mwako. Kama Kristo alivyosema, unakwenda nyumbani kutuandalia mahali, ndivyo ambavyo tunapolala katika wewe Mungu wetu hatupotei, lakini Mungu tunakuja kwako. Kupitia msiba wa mtumishi wako huyu, na jambo unalotamani kushirikisha kila mmoja wetu, ili tujue katika maisha haya tunapaswa kuishi ndani ya mapenzi yako Mungu wetu, ili tuendelee kwa uaminifu wa kuleta jina lako, ili mwisho wa maisha haya tuje kwako kwa ushirika mtakatifu kwa mbinguni, katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Naomba uketi. Nitumie nafasi hii kuwakaribisha ninyi nyote katika ushirika wetu wa Moshono kupitia msiba huu ambao umetukusanya hapa. Najua kuna watu wamekuja kutoka mbali na karibu. Kukaribisha nyote kabisa. Karibuni tujumuike pamoja katika huduma hii ambayo Mungu ametuandalia kwa kumwita mwenzetu kutoka maisha haya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine nitoe pole kwa familia mzee Alfari kwa jinsi ambavyo msiba umetokea katikati yao, kuondokewa na mtoto wao, ndugu yao Josia. Hivyo hivyo, lakini tosha kusema kwamba kazi ya Mungu inaanza makosa. Bwana Yesu asifiwe. Na kweli ina makosa kwa sababu aliyetangulia kufa na atakayekufa baadaye, sisi sote tunaenda kwa Baba. Duniani tu wasafiri. Kwa hiyo niseme familia poleni sana. Mungu aendelee kufanyika faraja kwenu, lakini pia si faraja tu, na sisi tuendelee kukaa mikononi mwa Mungu, kwa sababu tutasafiri na safari hii inahusu kila mtu. Na katika somo hili ambalo nimechagua, mfano huu Yesu Kristo alifundisha, akijaribu kuwafundisha watu namna ambavyo kila mtu ameletwa kwenye dunia hii kwa kusudi. Na nataka niseme hakuna mtu aliyeko duniani anaishi kwa kusudi la wake, anaishi kwa sababu ya kusudi la Mungu. Na ukiona kuna mtu anadiriki kutumia nafasi yake kukatiza maisha ya mtu, ujue kwamba yule mtu anaharibu kusudi la Mungu. Lakini pamoja na hivyo, hata naye ataharibiwa. Nilikuwa najaribu kusikiliza historia ya ndugu yetu na ambaye alipata ajali. Sasa sijajua maana kwa sehemu na mfano, maana nilienda kumshirikisha babu na mkuta sio mtu wa fujo, mtu anayetulia tu. Alikuwa na changamoto yake. Sasa ajali iliwaambia kwamba alikuwa anaendeshwa au labda alikuwa anafuta barabarani kwa popo. Lakini nataka na mimi niseme kama kiongozi wa imani, kama kuna aliyemgonga kwa sababu alikuwa na hiyo hali, amemfanyia ukatili, na nasema hilo tunalaani kwa jina la Yesu. Amen. Lakini kama Mungu ameamua kutumia njia ya kuondoa, basi nasema kazi yako ina nini? Yaani kama kuna mtu ambaye labda nimeona kwa sababu ya hali yake, nasema ngoja nitoe kama sadaka. Sasa Mungu atanilinda kwa sababu unatii. Hatujajua kwa anaendesha hapa kadogo au japo
hizo ni ajali, sivyo? Kutoka katika kanisa hili la KKT Moshono hapa jijini Arusha, ambapo anaagwa kijana Josia Tobias Alfayo. Mimi ni Michael Nanyaro wa Savvy Media Live.